katika miongoni mwa vitu ambavyo vinashusha imani ya mtu. Unajua al-imanu yazidu wa yanqus, imani huwa inazidi na huwa inapungua. Kuna baadhi ya wakati imani inakuwa juu sana na kuna baadhi ya wakati imani huwa inashuka. Ukiwa unapenda kusikiliza music, ikiwa unapenda kusikiliza bongo flavor, taarabu au muziki ya ajabu ajabu ya kidunia, siku zote huwa inaua imani ya mtu katika moyo wake. Yani ikiwa mtu ambaye kwenye gari yako una flash yako unaweka muziki, au kwenye simu yako kuna muziki muda wote, earphone ziko masikioni kusikiliza muziki, muziki ina kawaida ya kushusha imani ya mtu na kuua nyoyo. Nyoyo huwa inakufa kwa sababu ya kusikiliza mambo ya lahwi, mambo ya music. Lakini mtu akiwa anapenda kusikiliza Al-Qur'anul Karim, imani yake mara nyingi huwa inakuwa kubwa, kwa sababu Qur'ani ndani yake kuna mauidha, ndani yake kuna mawaidha. Qur'ani ndani yake inawakemea watu, inawaonya watu. Qur'ani inaliwaza, inazungumzia habari za pepo. Qur'ani inatisha, inazungumzia habari za moto. Kwa hiyo mtu akiwa anapenda kusoma Al-Qur'anul Karim, maana yake ni kwamba imani yake ina uwezekano wa kila siku kuwa kubwa. Lakini mtu akiwa ana kawaida ya kuwa anasoma Qur'ani kila siku asubuhi baada ya salatul fajr, au siku akamka akawa anasoma Al-Qur'anul Karim, inakuwa ni sababu ya kupata utulivu katika siku yake nzima. Wazee wetu zamani ilikuwa katika majumba yao, ukitembea katika majumba yao alfajiri, baada alfajiri utakuta wazee wakiwa wapo nje, amekaa mtu anasoma Qur'ani. Wale wazee wa zamani watakuwa wanajua, watu wazima, kwamba zamani nyumba za wazee ilikuwa akitoka kusala alfajiri huwa anarudi barazani kwake, anakaa kwenye kile kiti cha kulala au anakaa barazani kwake, basi ana masafu yake huwa anasoma. Ndio maana nyumba za wazee zilikuwa na baraka, kwa sababu ilikuwa inasoma Qur'ani ndani yake. Wazee walikuwa na imani ya kweli. Ndio maana siku moja nikawaambia, asilimia kubwa sisi hapa tumelelewa katika nyumba ambazo mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi, mtoto wa babu, mtoto wa mama mdogo, wote wapo katika nyumba moja. Na wazee sio kama walikuwa na uwezo mkubwa, hapana. Uwezo wao ulikuwa mdogo, tena walikuwa hawana kazi, lakini watu waliishi, watu walikula, watu walilala. Kwa nini? Kwa sababu nyumba za wazee zilikuwa na baraka ndani yake kwa kusoma Qur'anul Karim.